Nesi Agatha kabla ya kifo alimtunuku mgonjwa asali. Chombezo fupi la kusisimua. Mwandishi ni Kawili Storyteller, Madasta ni Kawili. Mwandishi na msimuliaji. Nje na kwa usiku wa siri. Kwenye chumba kile kulikuwa na siri. Wagonjwa walikuwa wakipambania uhai wao. Kabla haijawa tena sio siri kwa wapendwa wao watakaopata taarifa juu ya kutoweka kwao kwenye hii sayari. Kwenye kile chumba cha wagonjwa mahututi kulikuwa na mgonjwa aliye karibu na nesi, anatapatapa akipambania roho yake dakika za mwisho. Drip limeisha, alilalama mgonjwa huku ametoa macho. Amekaza kwenye kichupa kile kilichokuwa kwenye nguzo ile kando ya kitanda kinachodondoza matone ya mwisho. We nawe, unafikiri drip tunatungua kama chungwa mtini? Hela hapa inahitajika, macho yako hayatasaidia, aliongea yule nesi ambaye alikuwa amekaa kando ya mgonjwa. Yuko busy na kula karanga alizoweka kwenye kisahani. Akachota mkopo mmoja na kuubuya mdomoni. Kisha akamgeukia tena yule mgonjwa. Mkiwa na pesa mnabanjuka huko mtaani. Kuweka akiba mnasahau. Saizi unakuja hapa hospitali huna hata 100. Unanitolea mimacho eti drip. Yule nesi aliongea bila kuwa na hofu na hali ya mgonjwa ule. Na wagonjwa wengine walikuwa wamekaa kando walikuwa wanaona ule mzozo, lakini waliamua kutulia na kujiuguza kuliko kuingilia. Mgonjwa ule alionekana yuko dakika za mwisho. Na kila mara anatembelewa na malaika mtoa roho, alikurupuka na kumshika mkono ule nesi huko ametoa macho. Hey, na wewe hata kama unakufa usiniforce na mimi. Kila mtu ana siku yake, aliongea ule nesi huko anajitoa mkono kwa ule mgonjwa kwa nguvu. Mgonjwa akatulia pale kitandani. Wakati huo kwenye mlango wa wodi ulikuwa unafunguliwa. Aliingia mdada mwingine aliyevalia sare za unesi. Huu ni tofauti. Huyu ni bonge, ni mweupe, ana muonekano wa kuvutia. Pia anaonesha amebobea sana kwenye ile kazi. Aliingia taratibu kwa mwendo. Mwendo ulionyesha kuwa hana haraka sana. Na kabla hajamfikia yule nesi mwenzake, yule nesi alisimama na kumfuata kwa yule dada. Afadhali dada Agatha umekuja kunipokea, maana nilihisi kuboleka, aliongea yule dada huku anachukua kitambaa na kuanza kujipepelea usoni. Sasa kwa nini madam? Aliuliza yule mdada aliyeingia. Wewe acha tu. Hivi ushawahi kuona ile movie ya Drag Me to Hell? Ndio nimeiona. Na sasa lile bibi lilokuwa linamforce yule dada waende wote kuzimu. Kama vile ndo nilichotaka kufanywa na mgonjwa hapa. Wewe acha utani. Ndio nakwambia, yani kanikamata kwa nguvu fana ni force. Ametoa mijicho tazani anataka nimtetee kwa malaika mtoa roho. Basi wakacheka wenyewe kama ilivyo ada kwa watu wanaopatana wakikutana kazini. Ama alikuwa anacheka tu ili kuleta tatizo. Yule dada wa zamu aliyekuja ambaye aliyekuepo ilionyesha zamu yake ndio inaisha. Alipokelewa na Agatha ambaye ndo alifika muda huo. Huyo alionekana mpole kidogo, ana huruma na hata kwenye maongezi yake, tofauti na aliyekuepo ambaye ni mcharuko. Basi baada ya kukusanya kila kicho chake yule dada aliyekuepo aliaga, lakini kabla ya kutoka alimsogelea Agatha na kumnong'oneza. Hapa ndugu yangu wa kuangalia sana kwa jicho la tatu ni watu wawili. Naona kabisa kesho kuna kila dalili ya wachonga sanduku kupata wateja. Kuna huyu hapa nilikaa naye hapa alenishika. Alafu kuna mwingine kule kwenye chumba cha mwishoni. Halafu huyu yule kampe hizi karanga zangu nilizobaki. Dada Agatha anatia huruma yule mkaka. Hadi wewe umemwonea huruma? Alishtuka Agatha. Maana sio kawaida yule dada. Ndio maana kauliza. Ndio ushangae mimi kupata huruma. Amenigusa kwa kweli. Na huyo tayari tulivyompima tumegundua hana muda wa kuishi. Ana masaa machache tu kwenye dunia. Basi Agatha alipokea zile karanga alizopewa na mwenzake. Haya bwana. Mimi ngoja niwahi.
Si unajua tena usafiri usiku unapokuwa wa shida. Poa basi mwae. Waliagana na yule dada aliyekuwepo aliondoka. Wodi akamwachia Agatha. Basi baada ya kuachiwa kijiti, Agatha alishusha pumzi. Kisha akamfuata yule mgonjwa aliyekuwa anasumbuana na yule nesi mwenzake aliyemwachia zamu. Sasa yule mgonjwa alikuwa ametulia, amelala. Akamfunika vizuri shuka miguu, alimweka sawa miguu na kumfunika shuka kwenye ile miguu. Basi baada ya kukamilisha alisimama na kuyatazama mazingira hayo pande zote. Ni kama alikuwa anajiweka tayari kwa wenyeji wa mazingira hayo. Basi alipoulizika, alizibeba zile karanga kwenye kisani na kwenda ule upande alioelekezwa kwa kuna mgonjwa asiye na muda mrefu wa kuishi. Alitamani kumwona huyo mgonjwa. Hali ilikuwa tofauti mwilini kwa Agatha. Kwa mara ya kwanza alianza kujihisi ni kama si kama muuguzi, bali mtu wa kawaida alienda kumtazama mgonjwa hospitali. Hatua zake alizitembeza taratibu, macho amekaza kwenye kile kitanda. Basi akasogea na kumtazama yule mgonjwa. Ni kaka mmoja mtulivu, mweupe, mnene kiasi. Ana muonekano wa kuvutia. Uso umepambwa na tabasamu kiasi. Unaweza ukakataa ukiambiwa kuwa anaumwa. Basi Agatha alipopiga jicho pembeni hakuona labda chakula au nini chochote alicholetewa mtu huyu. Ni kama vile mtu yule alikuwa katika hali ya ukiwa sana. Niambie mister, alisalimu Agatha. Usoni ana tabasamu la kutafuta urafiki. Basi mtu yule akatabasamu na kumjibu huku anaweka mkono kwenye shingo. Poa, sijui upande wako. Agatha akajibu kwa nabetoa kibega. Mimi niko kama unavyoniona, niko sawa. Basi baada ya kujibu, alikaa kwenye kiti kicho kando. Mwenzako kashatoka? Aliuliza yule mgonjwa. Ndio, zamu yangu sasa. Ana balaa mwenzako yule. Chumba chote hichi tunasikia kelele zake tu, anakolomeana na wagonjwa. Basi baada ya kuongea, wote wakatabasamu. Sisi wenyewe tunajuana, kwa hilo sikupingi rafiki. Unachosema kuhusu yeye sikatai kabisa, alisema nesi Agatha huku anainamisha sura. Ila mgonjwa aliwahi kukata utulivu kwa kauli iliyozikamata sana hisia za yule dada. Muda mwingine dunia bila watu inapendeza sana, aliongea hivyo. Agatha akauliza, kwa nini unasema hivyo? Mgonjwa akamjibu, leo hii mchana nilikuwa nimelala, nikapata utulivu wa kutosha. Ndio hapo ghafla nikapata hilo wazo lilinijia akilini. Basi Agatha akauliza, ina maana hiyo ndio sababu ya wewe kuwepo peke yako hapa? Maana nimesikia kuna aliyekuja kukuona. Mgonjwa baada ya kuulizwa kujibu alishia tu kutabasamu. Macho yake yakagongana, Agatha akajikuta ameshindwa kustahimili. Kama ilivyo haiba ya mwanamke, akaepusha huko na kutazama chini. Ilikuwa ni chini ya mapaja yake yaliyobeba kisahani cha karanga. Hapo ndio akakumbuka agizo aliloachiwa na mwenzake kwamba ampe karanga mgonjwa huyu. Vipi, zinapanda hizi? Aliongea kwa anamwonyesha kile kisahani cha karanga. Mgonjwa alitikia kwa ishara ya kichwa akionyesha amekubali. Basi akamwekea naye akaanza kuzila akimsindikiza mgonjwa kwenye kuzila zile karanga. Kitu gani kingine unahitaji kaka? Aliuliza Agatha. Kitu kingine ninachohitaji, naomba nifungulie pazia la dirisha kabla ya roho yangu kuchukuliwa na kwenda nisikojua kama kuna mwanga au giza. Nataka nione kwa mara ya mwisho uzuri wa nyota na mbalamwezi kwenye anga la sayari hii. Basi baada ya kuongea Agatha akasema, unautani wewe? Lakini sentensi ile yule kaka tayari ilishakuwa kwenye komeo la pipa la machozi yake. Tayari ilishalegeza nati. Alikuwa na kila dalili ya kuvujisha. Basi aliinuka na kumfanyia anachotaka ule mgonjwa. Akamfungulia pazia la dirisha. Hata kama akikufunguliwa ile kuvuta ile pazia kwa karibisha kiupepo mwanana. Basi mgonjwa alitabasamu. Akageuza shingo na kutazama upande wa dirishani, akitazama anga. Ilikuwa mara ya kwanza kwa Agatha
tangu afanye kazi ya uuguzi kuona mtu ana taarifa za masaa machache ya kuishi halafu anatabasamu bila shida. Aisee, nimependa tabasamu lako kaka, alisema Agatha baada ya kumtazama huyo mgonjwa. Ni neno tu aliyotumia mbadala, lakini hakutaka kuweka wazi kilicho moyoni mwake juu ya mtu huyo. Yule mwanaume aliyevaa t-shirt nyepesi ya kijivu ina mikono mifupi alimtazama Agatha bila ya kusema. Kabla ya kusema, na mimi napenda kampani yako. Kaka, kweli sikutegemea safari yangu itakuwa na utulivu namna hii. Yaani kupata mtu wa kunisindikiza mpaka dakika ya mwisho. Maneno yule mgonjwa ukweli alikuwa anamchoma sana Agatha. Akajikuta anaelekea kuvunja meko ya kazi kwa kutoa machozi. Akamshika mgonjwa yule mkono na kumwambia, sisi ni binadamu tu, tunatoa matokeo ila Mungu ana majibu. Huna haja ya kusema hapana ingali bado unapumua. Mgonjwa akamjibu, lakini matokeo yenu ni sahihi na yanaleta majibu kwa wengi. Kama binadamu naweza furahia muda wa uhai niliopangiwa, ila kuhusu mengine sina uhakika, maana kupewa uhai wa ziada ni neema. Tuombe uzima. Sawa. Basi mgonjwa akatulia kisha akasema, dada, nina shida nawe mara moja. Nesi alianza kuinuka. Aligeuka na kumtazama tena mgonjwa wake. Abe, nipo na kusikiliza. Basi naomba niletee koti langu, aliongea mtu yule. Basi Agatha akamletea koti lililokuwa kando pembeni kwenye kile kimeza cha kuwekea vitu. Baada ya kumletea mgonjwa alipokea, akaingiza kwenye mfuko moja ya mifuko, akaingiza mkono kwenye moja ya mifuko ya lile koti. Akatoa kadi ya benki na kumkabidhi Agatha. Hiyo ina milioni 200 ndani. Utazitumia kwenye mambo yako. Agatha alitetemeka huku ameshika kile kikadi. Kwenye masikio yake alisikia kitu kimepita kama honi kali ya treni. Ilimpotezea uwezo wa kusikia vyema. Kwa nini mimi? Aliuliza. Kwa sababu wewe ndio mtu pekee ulioburudisha moyo wangu kwa dakika za mwisho wakati namalizia uhai. Agatha akajibu kwa kupotezea, kumbe una hela namna hii kaka? Mbona sikuona ndugu zako wamejaa hapa? Dada, aliita yule mtu huko anaweka mwenyewe mto wake ulikuwa kichwani. Agatha alikuwa ametulia anasikiliza. Utajiri sahihi unatoka kwenye sabiti na kweli. Lakini kama kuna watu wengi ambao nia yao ni kukuangusha, hakuna maana. Inakuwa ni sawa na kufuga mbwa ambaye kila siku anawinda mifugo yako mwenyewe, afu akishapata na kula na kwenda kukesha kwa jirani. Kaka, inaonekana una mengi. Alisema hivyo kwa kiguna nesi Agatha. Ndiyo, na mengine nitabaki nayo. Sio kwamba ninataka kuyabeba, hapana. Bali muda wa kuelezea utakuwa umeisha. Agatha aliguna huku akisogea tena kwa yule kaka. Lakini yule kaka alionekana anataka kuelezea kitu cha muhimu. Nje na kunisaliti na kutembea na dereva wangu. Nimegundua mke wangu hakuwa ananipenda kwa muda wote nilioishi naye. Amefanya majaribio ya kuniua zaidi ya mara 5. Na mara zote hizo ilikuwa inashindikana. Na nilikuwa najua kabla yeye kutimiza mipango yake. Mkeo alikuwa anasema nini baada ya kugundua? Aliuliza nesi Agatha. Hakuna anachosema. Ila vitendo vyake pekee vilikuwa ni sauti tosha ya kunijulisha kile ambacho midomo yake imejizuia kusema. Pole sana kaka. Asante dada. Kwa hiyo sasa na ndugu zako nao vipi? Dada, ndugu kitendawili chao si ndo kile kile? Chako chetu, chetu chetu.
Wengi wamejaa lawama na wanaokusapoti ni kwa ajili ya kutaka misaada. Wanaamini mwenye hela ana wajibu wa kusaidia. Pole sana kaka. Asante, nashukuru. Sasa kaka yangu, hivi una uhakika hii kadi umenipa kweli mimi? Aliuliza Nesi Agata huku anamnyoshea kile kikadi cha benki. Haamini kama kweli amepewa yeye. Ndio, nadhani baada ya kufa nitafufuka kukudai, aliuliza mgonjwa. Nesi Agata akajikuta amekumbwa na kicheko na huzuni kwa wakati mmoja. Sasa kwa nini umenipa mimi na sio mtu mwingine? Kwa mara nyingine Nesi Agata alijikuta amerudia swali. Ni kwa sababu umenizawadia tabasamu lako zuri, zawadi ya kipekee kabisa kwangu katika kipindi ambacho moyo wangu umevunjika. Umeikaba nafasi ambayo watu waliopaswa wameshindwa. Na kuhusu hiyo kadi usijali, hakuna atakaye kusumbua, maana ni kadi yangu nyingine tofauti na zile wanazozitambua wao, aliongea mgonjwa. Basi baada ya kuambia hivyo, Agata alishiba maneno yale, yalimuingia mwilini kama joto linalopenya kwa mtu mwenye baridi kali. Akasogea na kwenda kupiga goti kwa yule kaka kando ya kitanda. Akamshika mkono na kumshukuru kwa analia. Asante sana kaka, sina kingine cha kusema zaidi ya kushukuru, aliongea Nesi Agata huku analia. Maana shida alizonazo anazijua mwenyewe, ni muonekano tu wa kujijali na jinsi alivyo, vitu vinavyombeba, lakini ana mengi sana. Basi yule mgonjwa akamwambia wala asijali, hamna chochote kitakachotokea kwake, na hiyo kadi amempa kutoka moyoni. Nakumbuke mgonjwa ana siku moja tu ya kuishi, na sio siku tu, ni masaa. Basi kaka, nikuulize swali, aliongea Nesi Agata huku anafuta machozi. Uliza tu wala usijali. Kitu gani kingine unachotamani kitokee kwako? Hilo swali aliuliza Nesi Agata baada ya kupewa nafasi. Ukweli mimi ninachotamani, ama nilichokuwa natamani siku zote za uhai wangu, wakati wa kufanikiwa kwangu, ni kupata penzi la dhati kutoka kwa mtu anayenipenda kweli kutoka moyoni. Mwanzo nilizani nimepata, lakini baada ya kujua kweli kuhusu mke wangu, ndio nimejijua mimi ni hamna kitu. Hakuna cha thamani nilichokipata licha ya kubarikiwa pesa, upendo, huruma na kila kitu. Hata sasa baada ya usiku huu, najua upande wao watakuwa na furaha sana, hata mke wangu pamoja na wenzake wanaonichukia. Ndio maana sikutaka hayo mambo niyashuhudie nikiwa dakika za mwisho. Ndio sababu ya kuja kwenye hospitali ya kawaida na kuficha utambulisho wangu. Najua hawatanipata haraka, maana nitaka nimalize safari yangu kwa utulivu. Basi baada ya kusikia Agata ilimuuma, hakutaka kusema chochote, akaomba tu ruhusa kwa mgonjwa wake atoke nje walau apunge upepo, angalau ule upepo muondolee huzuni alionayo. Basi akatoka nje, hata anatembeza taratibu. Anamtafakari sana huyo mgonjwa, maana yeye alichomfanyia ni kutimiza tu wajibu wake wa kazi. Lakini mtu huyo amempa imani zaidi, amempa kadi ya benki yenye hela za kutosha. Bila shaka kwa uchumi mdogo wa Nesi Agata inakuwa ni kama ufunguo wa maisha yake. Akahisi ana deni. Natakiwa nimlipe huyu kaka. Kama ukipita usiku huu nitamlipa wapi na kitu gani? Alijiuliza peke yake Agata. Mikono ipo kichwani, na kwa kuwa kulikuwa na giza, hakukuwa na mtu aliyemuona. Basi hakuna lolote lilokuwa linatokea, na hakuwa na wasiwasi. Kadi tayari alikuwa ameshaitia kwenye mfuko wa shati lake lile la kazi. Alikuwa ametia kwenye mfuko wa nguo yake ile ya kazi. Au niseme hapana. Sitakiwi kuamua vibaya, maana kivuli cha huyu kaka kitanililia vibaya, aliwaza
huku ananying'ata vidole. Yeye ingawa anakwenda kupoteza maisha, lakini kanipa maisha mimi niliyekuwa sidhaminiki tena bila kusita. Hiyo aliwaza Agatha huku anajishika nguo yake. Amejishika gauni kwa nalikunja, anazidi kulikusanya, na mapaja yake manene yaliyokuwa meupe ya kung'aa yalizidi kuonekana kutokana na gauni hiyo inavyozidi kukunjwa. Alikuwa hajitambui, na moyoni kulikuwa na vita ya ghafla. Ni vita iliyochanganyika kati ya huruma na mshawasha wa mapenzi. Hapana, ni haki yake, anastahili kabisa. Mimi naenda kumpa, aliongea Nesi Agatha kuwa anarudi wodini mbio. Analia, machozi yanaanguka chini na baadhi mikono yake iliambulia kuyafuta. Alifika wodini Nesi Agatha, akafungua mlango, kisha akapitiza moja kwa moja kitandani kwa yule kaka. Akashusha pazia, akabaki anahema huko anamtazama. Wanatazamana na yule mgonjwa. Kuna nini dada? Aliuliza yule kaka, maana aliona muuguzi yule anamshangaa tu, anahema, ameshusha pazia, anabaki anahema. Je, nini kitaendelea? Mdau, chombezo hili ni kali na moto na lina hisia na lina ujumbe mzito, na kwamba usikose sehemu ya pili ambayo ndo tunamaliza. Bila shaka utaenjoy na utaburudika, na halitokuacha hivyo hivyo ulivyokuwa. Kuna kitu utakuwa umeingiza kichwani mwako na moyo wako utakuwa umepata utulivu wa kutosha kwa burudani safi na makini. Basi nikutakie siku njema. Basi usikose sehemu ya pili. Leo tumesimulia Jumatano na imani Ijumaa nikipata nafasi na ninaiweka tena. Kama sio Ijumaa, Jumamosi. Siku za kusimulia ni zile zile, nimerudisha ratiba. Ni Jumatano, Jumamosi na Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Kati hizi siku huwa nafanya kitu, kama sio kuingia live basi kuweka kazi. Nikutakia siku njema mdau wangu, na kwamba usitoke kwenye channel hii. Vitu vizuri vipo kwa ajili yako. Vingine kama hujacheki basi pitia kwenye kurasa wangu, cheki. Kuna story kadhaa ambazo nimeshakamilisha. Kuna dadake mume, kuna chombezo lile lililopita la kimvua cha usiku, alafu kuna story ile ya kisa cha kindoa ile ambayo inaitwa mke wangu anapenda numba, ile changanyika na mambo ya imani za kishirikina. Alafu kuna ile ambayo nilianza kidogo, lakini upo wakati nitaendelea, maana tayari upande wa maandishi nishakamilisha, ambayo inaitwa Bedelina. Basi nikutakia siku njema mdau wangu. Asante.